اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد akina mama wa Kiislamu wanafunzi wa maahadi hii maahadi ummi almu'minina Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha, katika fursa hii fupi biidhnillahi alkarim haukuwa muhadhara rasmi kwa kuwa ni kalima fupi ambayo nimeombwa na ndugu zetu wasimamizi wa maahadi hii tuzungumze mawili matatu pamoja nanyi ikielekea katika madarasa yenu. Sisi biidhnillahi alkarim tutazungumza nanyi kuhusiana na umuhimu wa ilmu na nafasi yake. Na nyote mnafahamu kwamba ilmu wanawazuoni wameigawa katika sehemu kuu mbili. Kuna ilmu ya kilimwengu na kuna ilmu ya dini, ilmu ya sharia. Ilmu ya sharia ni ilmu inayokupa mwongozo wa kuelekea kunako ibada za kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Nyote akina mama mnafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ma khalaqana illa liibadatihi wa tauhidihi, hakutuumba sisi isipokuwa ametuumba tumwabudu, na ametuumba subhanahu wa ta'ala tumpwekeshe katika ibada. Anasema subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Anakataa subhanahu wa ta'ala ya kwamba hakuwaumba binadamu kimchezo mchezo, kwamba waje hapa duniani wale wanywe walale wazaliane wafe wazikwe. Lengo likawa ni kula na kunywa
na kutekeleza matamanio ya nafsi, na baada ya hayo mtu afe azikwe, jambo limeishia hapo. Sio malengo yake hayo. Anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini, sikuwaumba watu, isipokuwa nimewaumba waniabudu. Sitaki kutoka kwao riziki, wala sitaki kutoka kwao wanilishe. Inna Allaha huwa ar-Razzaq, kwani hakika yeye Allah ndiye mwenye kuruzuku. Dhul quwwati al-matin, mwenye nguvu zilizokuwa madhubuti. Kwa hiyo lengo la kuumbwa kwetu ni ibada. Lengo la kuumbwa kwetu ni kuhakikisha tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuha an-nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Enyi watu, muabuduni Mola wenu yule ambaye amekuumbeni, aliyewaumba waliotangulia kabla yenu, ili mpate kufikia msingi wa uchaji. Muabuduni yule ambaye ameijalia hii ardhi kwenu nyinyi kuwa ni firasha, imetandikwa mithili ya tandiko. Yule ambaye amekujalieni mbingu kwenu kuwa mithili ya dari, na akashusha kutoka mawinguni maji, akatoa kwa maji hayo aina mbalimbali za matunda yawe riziki kwenu nyinyi. Fala taj'alu lillahi andada, basi msimjalie Allah kuwa anawenza katika ibada. Wa antum ta'lamun, ilhali mnajua kwamba hana mwenza katika kuumba, wala hana mwenza katika kuruzuku, wala hana mwenza katika kufisha wala kuhuisha. Kwa hiyo kama hakuwa na mwenza katika kuumba, hana mwenza katika kuabudiwa. Aya hizi zinatubainishia madhumuni na malengo ya kuumbwa kwetu, ya kwamba hatukuumbwa sisi ila kumwabudu Allah. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-maliku al-haqq. Anasema subhana, hivi mnadhani ya kwamba sisi tumekuumbeni bure bure kimchezo mchezo? Wa annakum ilayna la turja'un, na kwamba nyinyi kwetu hamtorejeshwa. Fata'ala Allahu al-maliku al-haqq, basi ametakasika Allah mfalme wa kweli kutokamana na dhana hiyo potofu kwamba anaweza akawaumba waja wake bure bure, hawaamrishwi wala hawakatazwi. La yu'maruna wala yunhauna, ametakasika Allah na dhana hiyo, kwa maana nimewaumba waja wangu kwa lengo maalum, nimewaumba waja wangu kwa dhumuni mahsus,
nalo ni wao wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hili ni jambo la fahamika mbele ya kulli dhakarin wa untha, mbele ya kulli abdin wa hur, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili ya sisi tumwabudu na tumpwekeshe katika ibada, na lafahamika kwamba hatuna njia sisi ya kuzijua ibada zake subhanahu wa ta'ala ambazo ametuumba sisi kwa ajili ya tuzitekeleze ibada hizo. Hatuna njia nyingine ya kuzijua hizo ibada isipokuwa kwa njia ya ilmu. Kwa hiyo ilmu kwa Muislamu ina daraja kubwa kabisa, ina nafasi kubwa kabisa. Nafasi ya ilmu kwa Muislamu yashinda nafasi ya kula na kunywa. Chakula unaweza kukihitajia kwa siku mara 2 au mara 3 au mara 1, lakini ilmu ni pumzi zako zote. Ilmu ni pumzi zako zote. Ilmu min al-mahdi ila al-lahdi. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an alipokuwa akitubainishia fadhila za ilmu, na ilmu hii ni ilmu ya dini, elimu ya qala Allah, elimu ya qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Akasema subhana amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab. Angalia anavyosema subhana, akibainisha fadhila za ilmu na nafasi za ilmu. Anasema subhanahu wa ta'ala amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima, au yule ambaye amesimama kutekeleza ibada katika nyakati za usiku, mara amesimama, mara amesujudu. Ameyafanya hayo anaogopa akhera, ameyafanya hayo anatumai na kutaraji rehema za Mola wake subhana. Kisha akasema hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, wanakuwa sawa wajuao na wasiojua? Kwa maana huyu ambaye ameamka katika wakati wa usiku, haikutokea tu kwamba ameamka. Huyu ambaye ameamka usiku akasimama akionyesha utiifu wake, qanitun ana al-layli sajida, mara amesujudu, mara amesimama. Hakusimama tu hivi hivi, kuna kitu kimemsukuma. Kitu hicho kinaitwa ilmu. Pale alipojua nafasi ya usiku kwa Muislamu, pale alipojua ubora wa theluthi ya mwisho kwa Muislamu, amelijua hilo kwa msukumo wa ilmu, kwa msukumo wa hadithi,
za Mtume sallallahu alayhi wasallam amesoma hadithi. Alipozisoma hadithi akakumbana na hadithi isemayo yanzilu rabbuna ila as-samaa'i ad-dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir, hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir, anashuka Mola wetu ushukaji unaoendana na utukufu wake, yaliku bijalali. Anashukaje? Allahu a'lam. Hakutuambia sisi vipi anashuka, wala hatukubainishiwa na mtume wetu sallallahu alayhi wasallama namna ya ushukaji wa Mola wetu subhana. Wa ila tunaamini kwamba anashuka wakati unapobaki usiku theluthi yake ya mwisho, anakuja katika mbingu ya dunia, anauliza yuko wapi, yuko wapi mwenye changamoto, yuko wapi mwenye matatizo, yuko wapi mwenye shida zake nimtatulie, nani aliyetenda madhambi akataka kusamehewa. Anashuka katika usiku huu, theluthi hii ya mwisho yenye baraka. Kwa hiyo huyu Muislamu amenyanyuka, anasimama, anasali, anamwabudu Allah, anamuomba Allah maghfira, kwa kuwa amesoma huyu, alikisoma kitabu cha Allah, alikumbana na aya za Allah zisemazo wa bil ashari hum yastaghfirun, na katika nyakati za ashari, nyakati za theluthi ya mwisho, nyakati za watu kuladaku, wao hutumia ule wakati na ule wasaa kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amewezaje huyu akauachanisha mwili wake na godoro lake? Lipi limemsukuma kunako hilo? Ameisoma Qur'ani, amekumbana na aya ya Allah isemayo tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ameisoma hii aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu wale ambao wamenyanyua mbavu zao wakazitoa kwenye malalo, wakaziamsha kutoka katika magodoro, wakanyanyuka kutoka kwenye virago. Allah anasema tatajafa junubuhum 'anil madaji', zinanyanyuka, zinajitenga mbavu zao kutokamana na magodoro, wanaamka, wanasali, wanamuomba Mola wao wakimhofu, wakati huo huo wakiwa na matarajio naye, khaufan wa tamaa. Wakakusanya vitu viwili, kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala, wakati huo huo wakawa wana matumaini yao, wakachanganya mawili haya. Mawili haya katika ibada ya kila mmoja wetu yatakikana yawepo, kwamba atekeleze ibada ya Allah asijiaminishe ya kwamba imekwenda, imekubaliwa, imepita. La, aogope. Lakini woga usio peke yake,
kwa sababu woga ukiwa peke yake anaweza akaacha dini, akahofu mpaka akapindukia katika hofu yake, mwisho akatoka katika Uislamu wa sawa. Bali la woga hili la hofu liambatane na matarajio kwamba anaogopa na anamtaraji Mola wake subhanahu. Kwa hiyo wale wakawa wameamka wanasali, wanamuomba Mola wao wakiwa wamekusanya nguzo mbili hizi, al-khawfu war-raja, wakakusanya baina ya ibada ya mwili na ibada ya mali. yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, ibada ya mwili hii, wa mimma razaqnahum yunfiqun, hii ni ibada ya mali, na miongoni mwa vile ambavyo tumewaruzuku wanatoa. Kwa hiyo dada wa Kiislamu anapenda ilmu kwa sababu ameumbwa na Allah muabudu, na hana njia ya kutekeleza ibada isipokuwa kwa ilmu. Hawezi kuijua tauhid kama hakusoma ilmu. Hawezi akaijua shirki ya maneno, shirki ya itikadi, shirki ya matendo, kama hajakaa darasani akasoma akaijua shirki biashkalihi wa bianwa'ihi, kwa aina zake na kwa namna zake. Kwa hiyo alipoisoma akaifahamu shirki, akawa ana uwezo wa kujiepusha na shirki. Kwa nini? Kwa sababu ameijua shirki. Kwa hiyo ili ujiepushe na kibaya lazima ukijue na ukifahamu. Ninyi mnasikia hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu aliyesema, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil shar makhafata an yudrikani. Walikuwa watu wakimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam mambo ya khairi. Anakuja mtu asema, ya Rasulullah, nijulishe juu ya amali, nikifanya amali hiyo nitaingia peponi. Mtume anatoa maelekezo, anamwambia, alayka bisawm la mithla lah, jilazimisha kufunga, funga haina mfano. Anakuja mwingine anauliza, amali gani yapendeza zaidi kwa Allah? Akamwambia, as-salatu, kusali sala katika nyakati zake. Akasema, qultu thumma ay, nikamuuliza kisha nini baada ya hiyo? Akasema, birrul walidain, kuwafanyia wema wazazi wawili. Kwa hiyo Hudhaifa anasema watu walikuwa wakija kwa Rasul alayhi salatu wassalam, wanamuuliza mambo ya khairi, wa kuntu as'aluhu 'ani shar, mimi nilikuwa namuuliza shari. Lengo lake nini Hudhaifa? Anataka kufanya shari? La, anasema makhafata an yudrikani, kwa kuchelea isije ikanipata shari pasipo na mimi kujua. Kwa hiyo ni katika mlango wa alimtu sharra la li sharrin lakin litawaqqihi wa man lam ya'rif alkhayra min ash-sharri yaqa fihi. Nimejifunza shari, tunajifunza shirki katika maneno, tunajifunza shari, tunajifunza shirki katika itikadi kwamba ni ipi, la li sharrin, si kwa lengo la kutekeleza shari, lakini kwa lengo la sisi tujiepushe nayo. Tukijua, tukifahamu, tutaiepuka. wa man lam ya'rif alkhayra min ash-shar, na asiyeweza kutofautisha baina ya jambo la khairi na jambo la shari, yaqa fihi, kuna matarajio makubwa ya yeye akaingia katika shari pasipo na yeye kujua. Kwa hiyo ilmu ina nafasi kubwa kabisa, mpaka Allah akasema kwamba hawa wamenyanyuka
wakasimama wakifanya utiifu, wakisali, wakiomba. Naam. Kisha akasema hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, wanakuwa sawa wajuao na wasiojua? Jawabu la. Anayejua ana macho, asiyejua ni kipofu hata kama anaona. Vipi watakuwa sawa hawa? Huyu anafanya mambo yake ala basira, juu ya uoni, juu ya ilmu, juu ya thabat. Huyu anafanya ibada zake kwa kubahatisha, anafanya ibada zake kwa kuwa aliona, kwa kuiga tu. Hana ithbati ya aya wala hana ithbat ya hadith wala hana ithbat ya maneno ya ahlul ilm. Ndio maana mara amelishika hili, akiona kuna mtu kafanya kinyume na yeye ataacha, atamuiga yule. Akija akimwona mwingine ataacha vile, atamuiga yule. Hana thabat kwa sababu hana ilmu. Alafu mwisho anakuja kulalama kwamba mashehe mwatutatiza, tushike lipi? Mwatuweka njia panda, huyu asema hili, yule asema lile, tumshike yupi? Huyu anakuja anamkosoa mwenzake na yule anakuja anamkosoa yule, tubaki na nani? Hana ilmu huyu. Mwenye ilmu anabaki na wahi, anabaki na wahi wa kitab, anabaki na wahi wa sunna, hatetereki. kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal-batil, fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ard, kadhalika yadribu Allahu al-amthal. Hii ndiyo haki na batil, hii ndiyo ilmu na ujinga. Tofauti yake, ujinga unapeperuka mithili yanavyopeperushwa mapovu katika maji ya bahari, yanapeperushwa. Wa amma ma yanfa'u an-nas, ama yale ambayo huwa nufaisha watu, ambayo ni maji ndiyo ilmu, maji ndiyo haki. Fayamkuthu fil ardh, huwa na thabati, yanatulizana katika ardhi. Kwa ilmu ina nafasi kubwa kabisa, na atakayepewa taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala ya kusoma ilmu ya dini, wallahi alazim, kapewa neema kubwa kabisa, kapewa neema kubwa kabisa. Kwa mwanadada wa Kiislamu, mwanamama wa Kiislamu, mbali na shughuli zake, mbali na majukumu yake ya kinyumbani, kumlea mume, kuwalea watoto, mbali na majukumu yake hayo, lakini bado ametenga wakati katika siku, kwamba wakati huu nautenga kwa ajili ya Mola wangu subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kumjua Mola wangu subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kumjua mtume wangu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kuyajua yale aliyokuja nayo, kujua ibada alizotufunza, ili ni muabudu Allah ala basira, kama alivyoelekeza subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani. Waambie Muhammad kwamba hii ndiyo njia yangu, nawaelekeza na nawaita watu kwa Allah ala basira, juu ya msingi wa ilmu, elimu ya qala Allah, elimu ya qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mwanadada wa Kiislamu, mwanamama wa Kiislamu ambaye atatoka nyumbani kwake au atatoka nyumbani kwao, mguu wake mosi, mguu wake pili, mpaka akaenda kwenye markaz katika marakiz za ahlus sunna wal jamaa as-salafiyin, akaenda
kuondosha ujinga katika moyo wake, kuondosha ujinga katika nafsi yake, akaondosha ujinga, badala yake akaweka ilmu. Wallahi alazim, ana khairi kubwa huyu amepewa na Allah subhanahu. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi din, yeyote yule ambaye ametakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala anapewa fiqhi ya dini. Ukitaka kumjua aliyetakiwa khairi na Allah, muangalie madarasani. Je, yupo kwenye darasa? Je, yupo kwenye halqa ya ilmu? Je, yupo kwenye muhadhara? Je, yupo kwenye daura? Je, yupo kwenye nadwa? Je, yupo kwenye kusomwa maneno ya Allah? Je, yupo kwenye kushereheshwa hadith za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Kama yupo, mdhanie kheri huyo na muombe kwa Allah ampe thabati, kwa sababu ametakiwa kheri na Allah, ametakiwa kheri na Allah. Haya ameyasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Akina mama ya kuyazungumza juu ya ahamiyatul ilm wa fadlul ilm ni mengi, lakini wasaa hautupi mkono, kwa maana hautuungi mkono wasaa, na wakati haukuwa rafiki. Kwa haya machache namuomba Allah subhanahu wa ta'ala biasma'ihi alhusna wa sifatihi alula awathibitisha kina mama wa Kiislamu wote kwa ujumla, na awalengeshe katika kheri za kukaa mwanadada mwanamama wa Kiislamu akasoma ilmu yake ya dini, akajua hukumu zake mbalimbali. Mwanamke akajua tahara zake, akajua josho lake, akajua eda yake, akajua kadhalika namna gani atamstiri mwanadada mwenzake, mwanamama wa Kiislamu aliyefariki, atamwoshaje, atamwandaaje. Naam, akajua haki za mumewe ni zipi ili azishikilie, alafu akazijua haki zake ni zipi ili amkumbushe mumewe. Wallahi alazim, mwanadada akipata fursa kama hii amepata fursa adhima. Akina mama wa kisahaba walikuwa wakiwaonea wivu wanaume wa kisahaba kwamba hawa muda mwingi wako na mtume, hawa alayhi salatu wassalam, sisi hatuko naye. Walinyamaza kimya? Hapana, walitafuta njia mpaka wakamkabili bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, wanaume wameondoka na ilmu nyingi kwako, na sisi nasi tutengee muda ya Rasulullah, uje utufundishe, utusomeshe mimma allamaka Allah, katika yale aliyokufunza Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wassalam akawakubalia ombi lao, akawaambia wakusanyike katika moja ya nyumba ya kina mama wa Kiansari. Alafu yeye Rasul alayhi salatu wassalam akawa anawaendea, anawafundisha ilmu. Hivyo hivyo nanyi muwe katika mazingira kama yale, muwe na ghera juu ya masala ya ilmu, alilmu alshar'i, na muwe na himma wal ijtihad katika talabul ilm. Malaika wa Allah wanaweka chini mbawa zao ili uzikanyage ewe mwanadada. Malaika wa Allah wanaweka chini mbawa zao ili uzikanyage ewe mwanamama. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, wa innal malaikata latadau ajnihataha litalibil ilm ridan bima yasna, na hakika malaika wa Allah wanatandaza chini mbawa zao zikanyagwe na mwenye kutafuta ilmu kwa kuridhika kwao malaika lile alitendalo huyu anayetoka kwake au anayetoka kwao, anayekwenda kusoma ilmu ya dini, akamjua Allah, akajua kuyasoma maneno yake. Kujua kusoma Qur'an ni wajibu kwa Muislamu. Kwa hiyo Allah, akina mama wa Kiislamu, msivunjike moyo, bali mtakiwa mshajiishane nyinyi kwa nyinyi. Mkimwona mama mmoja anasuasua, dada mmoja anasuasua, mnamkabili, mnamshajiisha, mnamtia nguvu. Hivi ndivyo wanavyotakikana waislamu wawe. As'alullah alazim rabbal arshil azim bimannihi wa karamihi wa judihi an yazidna ilma wa yarzuqana fahma
إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله.